Baini uwepo wa vimelea kwenye maji taka katika jiji la Mwanza, vimelea vya polio. Katika mji wa Mwanza vilipobainika, vikawa vimepelekea sasa wizara kuangalia ni nini tunaweza kufanya ili kuikinga jamii yetu, na hapo tukawa tumeandaa, wizara ikaandaa kampeni ambayo kampeni hii inalenga, tunasema kampeni hii itafanyika tarehe 24 hadi 27 ya mwezi wa 3 na inalenga kufikia watoto kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10. Kampeni hii itapita katika mikoa yetu, mikoa kama takriban 7 ikiwemo mkoa wa Shinyanga. Katika mkoa wa Shinyanga ni halmashauri zote, lakini tunasema mpaka sasa jumla ya magonjwa 14 yanazuilika kwa chanjo ambayo yapo katika mpango wa taifa wa chanjo. Haya magonjwa ni kama vile tuna magonjwa ya kupooza ambayo ndio hiyo ambayo yanakingwa na polio, kuna surua, kuna rubela, kuna pepopunda, kuna dondakoo, lakini pia tuna kifaduro, tuna kifua kikuu. Tahadhari sasa ya kumkinga mtoto dhidi ya ugonjwa kwa kumpatia chanjo. Huo ni ujumbe wa kwanza ambao tunaomba ninyi muupeleke kwa jamii. 2. Ugonjwa wa polio ni hatari sana na unasababisha kupooza au ulemavu na hatimaye kuweza kusababisha kifo. Lakini kingine tunasema ni vizuri uchukue tahadhari ya wewe na watoto wako, na hivyo kuwapeleka watoto kupata chanjo. Chanjo ya polio ndiyo kinga pekee inayoweza kumkinga mtoto dhidi ya ugonjwa huo hatari. Nimesema hapa awali kwamba kwa kawaida polio haina matibabu. Ugonjwa wa polio hauna matibabu. Kwa hata kama ikitokea mtu amepata ugonjwa, tutaishia kumsaidia viungo vyake vijaribu kurudi kawaida, lakini haviwezi kurudi kwenye hali ile ya kawaida kama ilivyo magonjwa mengine kwamba akiugua atapona. Mimi kwa jina naitwa Anne Shuma, natoka Wizara ya Afya, Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma, lakini pia ni afisa uhamasishaji wa zoezi letu la chanjo ya polio, kwamba jamii itapata habari kupitia nyie. Sisi tunaweza kuhangaika kuandaa chanjo, kuzifikisha, lakini katika swala zima la uhamasishaji tunawategemea sana nyie, ni wenzetu ambao mtatusaidia kuwafikishia vizuri wananchi ujumbe na wataelewa. Na ndio sababu tumewaita hapa ili tuweze kuwaelimisha na kuwaeleza kwa nini sasa hivi kuna kampeni ya chanjo ya polio. Sawa ndugu zangu? Kama alivyosema mwezeshaji kwamba hatuna ugonjwa wa polio kwa sasa, wala hakuna mlipuko wa ugonjwa wa polio kwa sasa. Lakini kwa sababu ya kugundulika kwa vile vimelea ya polio kwenye maji taka kule mkoani Mwanza, serikali imeona ni vizuri kufanya nini? Kuwakinga watoto ili wasiweze kupata maambukizi ya ugonjwa wa polio. Kwa hiyo serikali kupitia Wizara ya Afya na mpango wa chanjo unachukua tahadhari hii kwa kuweza kufanya hii kampeni. Na kama alivyotueleza kaka Mwita kwamba tunategemea tarehe 24 mpaka tarehe 27 tutatoa sasa chanjo yetu. Kama tulivyoona, chanjo yetu itatolewa kupitia nyumba kwa nyumba, kwenye familia, kwenye kaya. Lakini sio hivyo tu, tunategemea pia kupita kwenye mashule. Tulivyosema wewe mtoto aliyezaliwa kuanzia siku 0 mpaka chini ya miaka 10. Kwa hiyo watoto hawa wengi watakuwa wapo mashuleni. Kwa hiyo pia tutaenda kuwafuata kule kwenye mashule. Lakini chanjo hizi zinatolewa ni bure. Sawa? Tayari serikali kupitia Wizara ya Afya imegharamia hizi chanjo, na ndio sababu hamwezi kukuta chanjo zinauzwa kwenye maduka ya kawaida. Kwa hiyo tayari chanjo zimegharamiwa, wananchi watapewa chanjo hizi bure. Kwa hiyo tuwahimize wananchi wajitokeze kwa wingi bila woga kwa kuhofia kwamba chanjo hizi zinalipiwa. Kwa hiyo tayari serikali imeshazilipia chanjo na tayari chanjo zimeshasambazwa kwenye vituo vyetu vya mkoa wa Shinyanga, vituo vya kutolea huduma za afya, tayari chanjo zimeshafikishwa. Lakini pia kwa mikoa ile ambayo tumeambiwa kwamba itakuwa na zoezi hili la kampeni,
tayari serikali imeshahakikisha chanjo zile zimeshafika kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Kwao tunaamini kabisa kwa kushirikiana na nyie tutaweza kuhakikisha kwamba tumefanikisha zoezi la kampeni yetu ya chanjo ambayo tutaifanya kwa mikoa 7, na kama nilivyosema kuanzia tarehe 24 zoezi hili la kampeni litazinduliwa katika mikoa hiyo, na litazinduliwa mkoa wa Mwanza na Mheshimiwa Waziri wetu wa Afya. Naitwa Dr. Yudas Ndungile, ni mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Leo tumewaitisheni hapa wanahabari kwa ajili ya kupeana elimu, lakini pia uelewa kuhusiana na kampeni ya chanjo ya polio ambayo ipo mbele yetu na hasa katika mkoa wetu huu wa Shinyanga. Na kwa nini wanahabari tumewaiteni? Moja ni kwa sababu tunataka taarifa sahihi zifike kwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga, na taarifa hizi ziwafikie kwa wakati. Lakini pili tunafahamu kabisa kwamba kupitia kwenu tutapata mwitikio mkubwa kwa wananchi kufika kwa ajili ya kupata chanjo hii pindi tutakapokuwa tumewapa taarifa na elimu sahihi kuhusiana na uwepo wa zoezi la kampeni ya utoaji wa chanjo ya polio. Na zoezi hili au kampeni hii inatarajiwa kuanza tarehe 24 na kumalizika tarehe 27. Kwa hiyo wananchi watatakiwa kuja kwenye vituo vyetu, lakini kwenye vituo vya kulelea watoto, kindergarten, nursery pamoja na shule za msingi. Na walengwa hasa ni watoto chini ya miaka 10, na ndo hawa tutawakuta kwenye hayo maeneo niliyoyaainisha, lakini vile vile tutawatembelea majumbani kuhakikisha kwamba watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 wanapata chanjo au matone ya kuzuia ugonjwa wa kupooza kwa maana ya polio. Na kampeni hii itafanywa katika mikoa ya kanda ya Ziwa ambayo iko kwenye hatari ya vimelea hivi kuweza kusambaa, kwa sababu utafiti umeonyesha kwamba maji taka katika mkoa wa Mwanza yameonyesha kuwa na vimelea vya ugonjwa unaosababisha kupooza kwa watoto hasa chini ya miaka 10. Kwa hiyo serikali inaamua sasa kwa makusudi kwamba kabla hatujapata madhara makubwa iwekeze nguvu kwenye kukinga, na kinga pekee ni kwa kutoa chanjo ya matone ya polio ili kuzuia watoto hawa wasiweze kupata ugonjwa wa kupooza. Na tunatarajia kuchanja watoto takribani 781,186 katika mkoa mzima wa Shinyanga kwa mchanganuo ufuatao. Halmashauri ya Ushetu tunatarajia tuchanje takriban watoto 148,557, lakini Kahama Manispaa ni takriban 145,820, lakini Msalala ni watoto 138,172. Kishapu, halmashauri ya Kishapu ni watoto 120,013. Halmashauri ya Shinyanga tunatarajia tuchanje watoto 166,428, na manispaa ya Shinyanga hapa tulipo tunatarajia tuchanje watoto 62,196. Na nitoe tu rai kwamba au niseme tu kwamba tumekuwa na mahusiano mazuri sana na ninyi wanahabari wa mkoa wa Shinyanga. Mmekuwa kweli mkitendea haki sekta ya afya katika mkoa huu, na naamini na kwenye hili hatutashindwa. Elimu sahihi itaweza kufika
kwa wananchi, elimu sahihi itaweza kufika kwa wadau wote, na sisi kama wadau wa sekta ya afya kwa pamoja tutaweza kushirikiana kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanikiwa, zoezi hili lina mkoa unaongoza hata kitaifa katika kufikia yale malengo ambayo tumejiwekea kwanza kimkoa, lakini tumejiwekea na kitaifa.